Baba mtakatifu, mfalme wa amani, utupendaye, unayetujali, unayetufariji, unayetupenda. Hakuna Mungu kama wewe unayetupenda, uliyetuchagua. Asante Mungu kwa sababu ya wema wako na upendo wako siku ya leo, ambayo Mungu umetukusanya tena watoto wako kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno lako. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Tazama Bwana, umesema palipo wawili watatu na mimi nipo katikati yenu. Tunaamini Bwana Yesu upo katikati yetu. Katika neno hili tukaanze pamoja na wewe Yesu, katufundishe. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Naomba tutasoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 26. Nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu. Watu walimfuata Yesu si kwa sababu walielewa ishara, bali kwa sababu walikula mikate wakashiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tutasoma tena Yohana 6 mstari wa 26. Nayo inasema, Yesu akawajibu akasema, amini amini nanyi nawaambia, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo kinasema imani inajengwa na neno la Mungu, sio miujiza. Imani inajengwa na neno, sio miujiza. Imani haijengwi na miujiza, bali inajengwa na neno la Mungu. Na ndio maana tumesoma katika kitabu cha Injili cha Yohana, ambacho Yesu mwenyewe alisema anajua wale mikutano, wale watu hawakumfuata kwa sababu ya yeye, walifuata kwa sababu ya miujiza iliyofanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu wapendwa, tunaonywa siku ya leo, tusimfuate Yesu kwa sababu ya miujiza, tusimfuate Yesu kwa sababu ya vitu vimefanyika. Tumfuate Yesu kwa sababu ya neno la Mungu, tumjue zaidi Yesu, tusifuate miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sasa hivi wanamfuata Yesu kwa sababu ya maslahi ya mwili. Ni wengi sana, ni wachache ambao wanamfuata Yesu wakiwa wamempenda kwa dhati, bali wanamfuata Yesu kwa sababu ya miujiza. Hawampendi Yesu kama tunavyoona wale makutano. Walipolishwa katika ule mkutano, watu walikula na kusaza, vyakula vingine vilibaki. Tunajua ile habari ambayo Yesu alikuwa kwenye mkutano ule, aliwalisha watu 5,000. Zaidi ya watu wengi sana ambao aliwalisha. Tunakuta kwamba vikapu vilikuwa 12 ndio vilivyosalia. Mikate ilikuwa michache na samaki walikuwa wachache. Tunaona katikati ya vile vyakula Mungu akavibariki, watu walikula na kusaza. Kumbuka wengine walikuwa wakimfuata Yesu wakimuulizia yuko mahali gani. Si kana kwamba walimpenda Yesu, hawakupenda neno alilokuwa anafundisha. Walifuata ile miujiza ambayo Mungu alionyesha katika ule mkutano. Leo tunakumbusha ya kwamba tumpende Yesu, tusipende miujiza. Je, miujiza ikichelewa? Kumbe tukimpenda Mungu hata miujiza ikichelewa bado utampenda, kwa sababu huo utakuwa ni upendo wa dhati. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kutafuta ishara ni hatari sana. Tunapotafuta ishara inatuletea hatari sana katika maisha yetu ya kimwili na ya kiroho. Ukisoma Mathayo 12 mstari 39, nayo inasema akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitafuti ishara ila ishara ya nabii Yona. Nitarudia tena, akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kumbuka Yesu haya maneno anasema kwamba hiki kizazi cha zinaa kinatafuta ishara. Anawaambia kwamba kitapata ishara ya nabii Yona. Hawatapata ishara kama ile. Hiki kizazi kinatakia kimjue Mungu, sio kufuata ishara. Lakini watu wengi wanapenda ishara.
wanatangatanga na makanisa, wanatangatanga na manabii, wanatafuta ishara. Kumbuka Yesu anatuonya ya kwamba tulitafute neno, sio ishara. Bwana Yesu asifiwe. Imani ikitegemea miujiza itaporomoka pale miujiza inapochelewa. Kumbuka imani ikitegemea miujiza itaporomoka, itapotea. Kwa sababu miujiza ikichelewa na imani inapotea, imani inaporomoka. Kwa nini? Imani yako unakuwa ulijenga katika miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tupone mahali hapo. Jambo la pili, neno huleta msingi wa kudumu. Ukisoma Mathayo 7 mstari wa 24 hadi wa 25, inasema basi kila asikiaye haya maneno yangu hakuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Neno huleta msingi wa kudumu. Kumbuka ukiwa na neno la Mungu, hilo ndio linajenga imani yako ya milele, haitatikiswa na kitu chochote. Hata kama miujiza ikichelewa, huwezi kutikiswa na kitu chochote. Imani yako haitatetereka kwa sababu utakuwa umejenga nyumba yako kwenye mwamba imara. Na mwamba imara ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Miujiza ni matokeo, lakini neno ni msingi. Kumbuka miujiza ni matokeo, lakini neno la Mungu ndio msingi, na hivi vyote vifuate. Na ndio maana ukisoma mahali pengine amesema utangulize ufalme wa Mungu na haya yote yafanye nini? Yafuate. Lakini watu wengi sasa hivi wanatanguliza miujiza kabla ya neno. Sasa miujiza inapokawia ndipo watu wanapokata tamaa, hawaendi kanisani. Wengine pengine walikuwa wanaenda kanisani kwa sababu ya kufuata miujiza. Kumbuka ukitanguliza neno la Mungu ndipo miujiza inapofuata nyuma. Na ndio maana Yesu aliwatambua wale makutano kwamba hamnifuati kwa sababu mnanipenda, mnanifuata kwa sababu mlikula mkashiba. Mnafuata mikate. Tusiwe watu wa kufuata mikate, wapendwa. Tufuate neno la Mungu ambalo ndio msingi wetu. Hayo ni matokeo baada ya kuwa na neno la Mungu kwa wingi mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, mtoto wa Mungu hakimbilii miujiza, anakaa kwenye neno. Kumbuka ukiwa mtoto wa Mungu, huwezi kukimbilia miujiza. Utaonekana ni mtoto mchanga ambaye hujakomaa kiroho. Mtoto wa Mungu anakaa kwenye neno, hakimbilii miujiza kama watu wengine. Ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kijana, kaa kwenye neno la Mungu. Jenga imani yako kwenye msingi ulio imara. Jenga nyumba yako kwenye mwamba imara ambaye ni Yesu mwenyewe. Jikite huko kwa Yesu. Soma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio msingi wa maisha yako. Neno la Mungu ndio litakalo kuongoza mahali popote. Usikimbilie miujiza, kimbilia kulijua neno la Mungu. Mtu aliyejengwa kwa neno, hata akipita kwenye magumu hawezi kutikisika. Atasimama tu kwa sababu amejengwa kwenye mwamba imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, tujikite kwenye neno la Mungu, tusijikite kwenye miujiza. Kumbuka miujiza kila wakati inatokea, lakini haiwi imara. Kumbuka miujiza inawapoteza watu wengi. Kwa sababu unaposikia kwamba kule kuna miujiza imetokea hii nayo utaenda. Utakapoona miujiza haipo, utaambiwa uende sehemu nyingine, utakuta nako haipo. Mwishowe utapotea, mwishowe hata imani uliyokuwa nayo ndogo itapotea kwa sababu unafuata miujiza. Soma neno la Mungu, hilo ndio msingi imara. Miujiza inakuja kutokea baada, ni matokeo tu baada ya kulijua neno la Mungu. Ukiutanguliza ufalme wa Mungu na haya yote yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu akusaidie msikilizaji. Tuishi kwa neno, tusiishi kwa miujiza. Ninaomba tuombe. Mtakatifu mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru hata kwa ajili ya kutukumbusha neno hili kwamba imani yetu ijengwe katika neno
isijengwe katika miujiza. Tukutegemee wewe Mungu kupitia neno, tusitegemee wewe Yesu kwa sababu ya miujiza ambayo tunaiona ni ya muda tu, ni ya kitambo tu. Lakini neno lako Bwana likikaa kwa wingi ndani ya mioyo yetu, ndipo tutakapoimarika milele na milele. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen. Tutakutana wakati mwingine. Mungu akubariki. Amen.